Yesu asifiwe. Kwanza napenda kumshukuru Mungu aliye mbinguni kwa sababu amenipa uzima, amekupa na wewe uzima, ili ya kwamba asubuhi ya leo tuweze kumuona yeye Mungu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitakufundisha juu ya vita vya Daudi na Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza juu ya vita vya Daudi na Wafilisti. Ukisoma katika maandiko, utaona maandiko yanatufundisha Daudi alipigana vita na Wafilisti na akawashinda kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Sio kwa sababu ya uwezo wa binadamu wenzake, hapana. Kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Na ndio maana amewashinda Wafilisti kupitia nguvu ya Mungu. Kupitia nguvu aliyopewa na Mungu. Kupitia nguvu aliyopewa na Mungu. Haleluya. Tutasoma Mambo ya Nyakati wa kwanza 18 na mstari wa kwanza. Anasema, ikawa baadaye Daudi akapigana akawapiga Wafilisti. Nimesema tunajifunza juu ya vita vya Daudi na Wafilisti. Mambo ya Nyakati 1 na mstari wa 18 na ile sura ya kwanza. Anasema, ikawa baadaye Daudi akawapiga Wafilisti, akawashinda, akautwaa gasi ya vijiji vyake mikononi mwa Wafilisti. Haleluya. Ikawa Daudi alipopigana na Wafilisti akawashinda, akajitoa gasi ya vijiji vyake mikononi mwa Wafilisti. Kwa Daudi nia yake ya kupigana ni kwamba awatetee watu wale waliomwamini Mungu, walioliamini jina la Mungu. Sasa kwa nini wewe usikubali kuliamini jina la Mungu? Kwa sababu Mungu anaokoa, Mungu anaponya, Mungu anatosha. Ukimwamini Mungu lazima uokolewe. Ukimwamini Mungu lazima ukombolewe. Sasa kubali leo kufungua moyo wako ili Bwana Yesu akae ndani ya moyo wako. Ili na wewe upate ukombozi, ili na wewe upate kuokolewa, ili na wewe uitwe jina la Yesu. Haleluya. Leo nimeamua nikuletea habari njema kuhusu Daudi, inayohusu mtumishi wa Mungu Daudi alivyowaokoa Wafilisti mikononi, akawapiga vita